Yes, bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Go Live TV? Natumaini mzima wa afya kabisa na uko poa kabisa. Hiyo picha ambayo unaiona mbele yako katika simu yako ama katika kifaa chako ambacho kinaweza kusupport channel yetu, hiyo ni picha ya mwanadamu ambaye mwenye nywele nyingi duniani. Ni mwanadamu ambaye ameweza kuwa na nywele nyingi usoni kiasi kwamba zinaweza kufunika uso wake mzima na kuweza kubakisha macho kwa mbali sana kama unavyoona hapo. Ni kitu kidogo cha kushangaza kidogo sana. Kitu ambacho kimeweza kushangaza sana. Huyu mwanadamu ndiye mwenye nywele nyingi duniani usoni. Katika listi ni kwamba yuko peke yake. Ni jambo kidogo la kushangaza na jambo kidogo la ajabu ambalo kiuhalisia ukiweza kufuatilia kiundani zaidi na kuweza kufafanua ufumbuzi, ukitaka ufumbuzi kwa ndani zaidi na kuweza kufafanua hili swala, ni kwamba katika maisha ya kawaida ya mwanadamu ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Mwanadamu huyu ilikuwaje mpaka ameweza kuwa hivi? Basi kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na kuweza kusahau kuturn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Huyu ni mwanadamu ambaye ameweza kuwekwa katika takimu ya listi namba 1 duniani katika wanadamu ambao wameweza kuwa na nywele nyingi sana katika eneo la uso mzima. Ni nywele ambazo zimeweza kufunika uso mzima. Nini chanzo cha nywele zake na kipi ambacho kilitokea? Je, ni mipango ya Mungu ama kuna kitu ambacho kinaendelea? Basi kikubwa tu ni kwamba tega sikio pamoja nami mwanzo mpaka mwisho ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Bwana, tupate kwanza story fupi kwanza ya huyu bwana ambaye tunamtazama katika hii picha hii, na hizi nywele zake ambazo zimeweza kumtapaka uso mzima. Huyu bwana katika familia yao, naweza nikasema pengine labda katika familia yao au ambao naweza nikasema katika kaya yake ama familia yao, wametaliwa kama wao wapo kama wanne. Wa kwanza ni wa kike, na wa pili ni wa kike, na watatu ni wa kiume, na wanne ni wa kiume. Yeye ni wangapi katika familia yao? Yeye ni watatu katika familia yao, na aliweza kuzaliwa mwaka 1969, na maanisha kwamba 1996. Huyu bwana ni kitu ambacho kilipelekea mpaka aweze kupata nywele hizi. Inasemekana kwamba kuna kitu ambacho aliweza kukosea kikubwa sana ambacho kiliweza kumuuzi Mwenyezi Mungu kwa imani, kwa imani za Mwenyezi Mungu, wenye imani ama imani pengine labda ambazo watu wameweza kuwa nazo na ambao wameweza kulizungumzia hili swala kiundani zaidi, ambao wenye imani zao na kuweza kulifahamu hili swala kiundani zaidi, wamesema kwamba ni imani ambazo huyu mtu aliweza kukosea pakubwa sana kiasi kwamba akaweza kupelekewa kuoteshwa nywele katika uso wake ambazo zimeweza kufunika uso mzima katika sehemu yake ya mwili ya uso. Kijana huyu ni kipi ambacho alikifanya? Basi nitakwenda kukujuza hapa. Kikubwa tu ni kwamba niweze kukukumbusha mara nyingine tena kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau kuturn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Kijana huyo bwana, kitu ambacho alikifanya, nikupe story fupi ambayo inasemekana huyu kijana bwana alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuchunga kondoo. Alikuwa ni mchunga kondoo. Kwa hiyo katika familia yao walikuwa ni watu wafugaji wazuri sana wa kondoo. Sasa katika ufugaji wao wa kondoo bwana, sasa ndo yeye ndo alikuwa mfugaji. Sasa kwenda kupeleka wale kondoo malishoni toka akiwa mdogo, hiyo kazi alikuwa akifanya na alikuwa akihimizwa kuifanya akiwa na baba yake mzazi. Baba yake mzazi ndo aliyekuwa akimtuma aifanye kazi kwa ufanisi zaidi ili kondoo wapate kwenda kuchungwa vizuri na wapate kurejea nyumbani wakiwa wako vizuri kabisa. Inasemekana baada ya kwenda kuwachunga wale kondoo kule katika huo msitu ambao bado haujafahamika ni msitu wa aina gani ama ni sehemu gani, lakini inasemekana kwamba alikuwa amepeleka malishoni wale kondoo, na badala ya kufika kule basi wale kondoo kati ya kondoo wale kuna kondoo wawili
katika kondoo alikuwa nao, katika kundi la kondoo alikuwa nao kuna kondoo wawili. Wale kondoo walikuwa wakiweza kupigana na kuumizana sana, lakini yeye cha ajabu ni kwamba hakuweza kuamulia hakuweza kuamulia, baada yake akawaacha na kuendelea kucheka sana, na pembeni yake akiwa ana chupa ya maji, akiendelea kunywa maji taratibu, huku akiendelea kuangalia burudani ambayo anaonyeshwa na wale kondoo wakiendelea kupigana kwa kasi zaidi, na kondoo walikuwa wako serious katika mapigano yao. Kwa ni jambo ambalo lilikuwa likimfurahisha sana. Na ghafla ndipo kuna radi ikasikika, ikapigwa. Ile radi ilivyopiga, yule kijana akajikuta amepoteza fahamu. Yule kijana baada ya kupoteza fahamu hakuweza kuonekana nyumbani kwa siku nzima. Baada hapo mzazi wa yule kijana huyo ikabidi aanze kumfuatilia kwamba inakuwaje, mbona mtoto leo hajarudi nyumbani. Na baada ya kuweza kumfuatilia na kufika pale polini na kuweza kumkuta yule kijana katika malisho akiwa amelala tena anakoroma. Ni kitu ambacho kiweza kuwashangaza kidogo. Inakuwaje huyu mtu amelala na anakoroma? Ni kipi ambacho kimempata na ni kipi ambacho kimeweza kumsibu hadi kafikia hatua ya kulala na kutorudi nyumbani, na mpaka sasa asubuhi lakini yeye bado anakoroma? Nini kipi ambacho kimempata? Baada ya kumwamsha, kwa sababu ulalaji wake kidogo alikuwa amelala kwa kufunika uso wake chini, na alikuwa kikoroma, lakini baada ya kumgeuza ili waweze kumwamsha vizuri, ndipo waliposhtuka kumkuta akiwa na nywele nyingi sana katika paji lake la uso, tunaweza kusema katika uso wake mzima. Ni swala ambalo kidogo liliweza kuwashangaza wanafamilia. Ni swala ambalo kidogo liliweza kumshangaza pia baba yake mzazi. Ni swala ambalo liliweza kuleta gumzo katika familia yao. Ni kipi ambacho kinaendelea kwa mtoto wao na kipi ambacho kimemkuta? Na baada ya kuweza kumhoji maswali, anasema mimi nakumbuka mara ya mwisho, kumbukumbu yangu inayokumbuka mara ya mwisho, nakumbuka radi tu ilivyopiga, mimi hapo ndo sikuelewa kilichoendelea, kwa sababu inavyoonekana kwamba alipoteza fahamu. Sasa wakamuuliza ni kipi ambacho kilitokea mwanzo kabla ya yeye kuzimia. Akasema ni kondoo walikuwa wakipigana. Sasa katika mapigano yao mimi nikawa na furahia, pengine labda katika kufurahia mapigano hayo, na kondoo ni kiumbe ambaye anapendwa sana na Mwenyezi Mungu. Inawezekana pengine labda Mwenyezi Mungu ndio kaweza kumshushia laana na kuweza kumfanyia vile na kuweza kuwa vile. Inasemekana hivyo. Kwa hata pia baba yake mzazi na mama yake pia ilibidi waungane kufanya sana maombi na kuweza kufunga kwa kasi kubwa sana na kwa imani kubwa sana, ili kuweza kumwombea mtoto wao apate kurudi katika hali ya kawaida. Lakini mpaka leo hali yake ya kawaida haikupata kurudi mpaka leo tunavyomuona. Kama unavyoona kuna hiyo picha jinsi alivyo, kama unavyoona hizo nywele jinsi zilivyokuwa zimejaa katika uso wake, ni kitu ambacho kinashangaza kidogo, ambacho hakiwezekani, lakini ndio hivyo, ameweza kupata nayo hasra kwa sababu hiyo. Kwa mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, mimi ningependa tu kwamba niweze nikushauri, kama ni kweli ili swala katika imani la kidini inawezekana kuwa hivi, basi tujaribu kuheshimu sana, tujaribu kuheshimu viumbe, tujaribu kuheshimu wanadamu wenzetu, tujaribu kumheshimu kila mtu, hata kama hana kitu, hata kama unamwona vipi namna gani vipi, lakini wewe jaribu tu kumheshimu. Hauwezi ukajua Mwenyezi Mungu ameweka nini ndani yako, ama Mwenyezi Mungu ameweka nini ndani yake. Kikubwa tu ni kwamba mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, tuweze kupendana na tuweze kuishi kwa amani, na ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka, na hayo ndio matakwa yake. Basi mpenzi mtazamaji wa Go Live TV, ulikuwa nami, naomba nimalize kipindi hiki kwa sasa.